umepata mke, umezaa watoto, unajua watoto wangu ni wa halali, si watoto wa zinaa. Watoto wangu ni wa ndoa, wana uwezo wa kunirithi, wana uwezo wa kuniuguza na kunisaidia. Kwa hiyo utaishi ukiwa na utulivu, ukiwa unajua kwamba lolote litakalonipata wakati wowote mimi ninao wasaidizi, watoto wangu. Sawa. Lakini pia ukiwa unaye mke nyumbani na amezaa watoto, pia unakuwa na utulivu ukitoka, kwa sababu unajua msimamizi wa kusimamia watoto wako yupo. Sawa. Na ukirudi, yale unayoyahitaji mengine yote yatakuwa tayari yapo. Kwa hiyo moyo wako utakuwa umetulia. Sawa. Sasa mashehe hutuambia kwamba kazi zote zilizokuwa ndani ya nyumba ya mwanamme ni za mwanamme mwenyewe. Mwanamke yeye kazi yake ni moja tu. Sasa ikiwa ni hivi kwamba kazi zote ni za mwanamme, hii sakana itapatikana kweli kwa mwanamme? Takuwa haipo, kwa sababu yeye mwenyewe ilikuwa anakwenda kwa mama yake, anakula, anarudi, analala basi. Lakini sasa hataweza tena kwenda kwa mama yake kula, wala hataweza kwenda kuchukua chakula kwa mama yake. Inabidi sasa, kwa kuwa majukumu ya ndani ya nyumba yake yeye, itabidi apike. Mwanamume apike, aamke asubuhi, afagie nyumba, aoshe vyombo, amweke maji chooni mama watoto, apike chai, awaamshe watoto, awaoshe, awape chai, kisha amuamshe na mkewe na yeye akaoge, amwekee chai, anywe. Akimaliza kunywa, aoshe vyombo, achukue watoto wapeleke chuoni au shule, alafu atoke aende kazini. Mama atakunywa chai, akimaliza kunywa chai arudi kitandani akalale. Yeye kazi yake ni moja tu. Kwa hiyo afanye kazi ustadhi, ikifika saa 6:30 arudi nyumbani. Aache kazi kwanza, arudi nyumbani, aje aanze kupika chakula cha mchana. Huko atachukua kitoweo, atafuta na viungo vya mchuzi na nini, fika pale aanze kumenya mambo yake, apike. Hapa kutakuwa kuna sakana, utulivu utakuwa huko jamani. Au sema unatakiwa utafute mfanyakazi, au si mfanyakazi wa nini? Mfanyakazi anataka kulipwa. Kama sina uwezo wa kumlipa, ndio itakuwa sina uwezo mimi wa kuoa nisioe, au si? Hizi kazi ni za kwao wenyewe wanawake. Unaelewana? Hizi kazi ni za kwao wenyewe wanawake. Wanaume wapate kutulia, aende kazini, akirudi anajua atakuta chakula tayari, maji ya kuoga yapo, tena pengine yamechemshwa, au sio? Nyumba iko safi, imetengenezwa, na kama kuna ubani kidogo, karafumaiti, udi umechomwa, au sio? Anapata utulivu. Akitoka huko, kama alitukanwa barabarani, gari ilimkosa kumkanyaga, kapigwa kibao, kaibiwa, akija huko na huzuni, atatulizwa.
mwanaume. Sawa jamani, kazi zilizo ndani ya nyumba zote ni za mwanamke, ndio utaratibu, na kazi zilizo nje ya nyumba zote ni za mwanamume. Kichupa kizingine tu pale nje, basi ukaichukue kule umletee ndani, chengia ndani, basi ni kazi yake. Lakini Allah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah akaweka mawadda kati ya mwanamke na mwanamume, wamewekewa hicho kitu, mawaddatan wa rahma, mapenzi na huruma, kurehemeana, kuhurumiana. Kwa kuwa kuna mawaddatan wa rahma, mwanamume hatazuiwa, na ndio sheria inamtaka hivyo, aje ndani kwa mkewe amsaidie, hakuna nazi siku moja moja, sawa, utengeneze kitoweo, uchujie, ikiwezekana upike na ugwagwa kabisa, ndio mawaddatan wa. Na mwanamke na yeye atatakiwa, kama kuna ng'ombe wako karibu na nyumbani, mwanaume kachelewa kurudi, atoke nje akatengeneze wale ng'ombe. Kama kuna maziwa, akamue maziwa, kama uwezo wao anao, awatengenezee mazingira mazuri. Akirudi atamwambia nimeshawafunga ng'ombe. Hii ndio mawaddatan wa rahma. Kila mmoja anampenda mwenziwe na anamhurumia mwenziwe, anamsaidia, sawa. Basi nasema faqawamatun rajul, usimamizi wa mwanamume ala almar'ati, kwa mwanamke, qa'imatun ala almawaddati wa rahma, umesimamishwa kwake yeye kwa upande umesimamishwa juu ya mawaddata wa rahma, ule usimamizi wa mwanamume. Tumeambiwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, si ndio? Tumepita nyuma. Usimamizi wa mwanamume umeundwa hapa. Usimamizi wa mwanamume haukuundwa juu, haukusimamishwa juu ya kibri na tamarrudi, hapana. Usimamizi umewekwa juu ya mapenzi na huruma. Wewe ni msimamizi, lakini huyu unamsimamia, umsimamie kwa misingi miwili hii. Tunaelewana allataini, vitu viwili hivi, gharasahuma Allahu ta'ala fi qalbihima, amevizamisha Allah, akaviingiza ndani ya nyoyo za wawili hawa, mwanamke na mwanamume, kwa maksudi. Ameweka Allah kwenye vitu hivi ndani ya nyoyo zao. Sasa wengine huwa wanavitoa wenyewe kwa maksudi. Kila mtu Allah kampa hivi vitu. Kuna wengine wanavitoa kwa maksudi, akajifanya msusuavu wa moyo, haelewi eti yeye ni mbabe, eti yeye hachekichiki ovyo, akajifanya hivyo, maana labda yeye ni mkurugenzi au yeye ni luteni. Kwa hiyo luteni hachekichiki ovyo, akiingia ndani ya nyumba, basi kama mmeingia simba. Msingi wa kusimamia si huu. Msingi wa kuwasimamia wanawake umejengwa katika mahaba wa rahma. Fala yatasawwaru fiha, basi hapatakubalika, sawa, hapatakubalika labda ukaweza kupiga picha, ukaweza kuimagine fiha, kwenye jambo hilo, ma yudhiku almar'ati au yajruhu karamatiha, ikawa chaweza kupatikana makitu ambacho yudhiku almar'ati, kitamtia dhiki mwanamke kwa kule kusimamiwa na huyu mumewe. Ikiwa usimamizi wenyewe umewekwa kwenye mawaddatan wa rahma, basi hakutapatikana chochote cha kumtia dhiki huyu mwanamke. Naelewana? Chochote hakitapatikana cha kumtia dhiki mwanamke. Akikosea ndani ya nyumba, basi atakosolewa kwa mawaddatan wa rahma, sawa.
akikera basi atagombwa kwa mawaddatan wa rahma. Kwa hiyo hakutapatikana kitu cha kumtia dhiki. Wakati mwingine anakera mwanamke ndani ya nyumba. Kwa hiyo hata ikitokezea unataka kumgomba, basi mgombe wa mawaddatan wa rahma. Hapa ndio imewekwa hiyo misingi miwili. Tunaelewana eh? Sio unamgomba ala wajhi al-kibri wa tamarrudi, kwa njia ya jeuri, kwa njia ya kibri. Unamgomba pengine na makofi juu, na kumsimanga juu, na kumsukuma, kumshika mashikio, kumsubupua. Kule kwetu tunasema kusubupua. Unamkamata hivi, unamsukuma hivi. Yaani bora mtu akupige kibao kuliko kukufanya hivi. Kusubupua. Kusububua kwenu nyie mwaita hivi. Sieko tutaita kusubupua. Kila mtu na kwao, hapana kubishana. Kila mtu na kwao. Kila mtu ana kwao, na kila watu na lahaja zao. Au sio? Nyie kwenu mwaita hivyo, na wengine wanaita wengine, na sisi kwetu tunaita hivyo. Basi bora mtu akupige kibao kuliko kukufanya hivyo. Yaani ni kebehi, vita ngumi. Kuna wanawake wanadhiki majumbani huko. Mambo mengine hata ya hadithi unaweza kuona labda sijui ni aibu, lakini ala wajhi tanbihi, labda kwa njia ya kutanabahisha, jamani, hivi vitu ni hatari, tuache sisi wanaume. Darasa letu iliyopita tulizungumzia sana hivi vitu upande wa wanaume, jinsi gani tunawadhalilisha hawa watu. Kuna dada mmoja alinijia juzi, kaniambia, nimeona darasa yako unazungumzia kadha. Sasa mimi nimekuja na kesi yangu. Hayo wanasemaje? Mimi mume wangu kanioa, sasa hivi tuna mwaka karibu wa 10, lakini ananidhalilisha mpaka ananiambia mimi sikutaki asawe. Nakali hao watoto wangu, nakaa na wewe kwa watoto wangu. Manake ni kwamba kwenye roho yake hayo, na ananipiga. Nikamuuliza, wewe mke wangapi? Anaambia 5. Nikamwambia, huyu kweli, maana 5 wote hawawezi kuwa wabaya wao, wewe ndio mwema. Inawezekana, lakini mazingira hayasomi hivyo, au sio? 5. Kwa anaambia mimi nishachoka, nishadhalilika, lakini anaambia aniachi ngo. Labda nende kwa kadhi. Na mimi ndo nimepata muda, wenzangu wamekaa miezi 2 3, mtu anapigwa, siku ya pili anakimbia. Mimi akinipiga tunapigana. Ananiambia makusudi. Sasa wewe mpaka mwanamke anatoka kwake anakuja kukwambia akinipiga tunapigana. Ujue hayo mambo kwamba yameshamfunika sasa tayari. Wanawake hawapendi kuzungumza vitu vya ndani ya nyumba zao. Hawapendi, wanasikia aibu. Lakini mpaka mtu anafika anakuja kuhadithia mtu mwingine, pamoja na kwamba ndio mwenyewe anaona nimekwenda kwa ustadi. Kama sina fatwa ya kukupa, nakupaje fatwa? Nakupambia vipi? Sitoi talaka na wala sikutaki. Kwa hiyo yumo tu ndani ya nyumba hiyo. Chakula anapewa mara moja kwa siku. Na hiyo mara moja anapewa kwa sababu pana watoto wangu tu. Hata mara moja nisingekupa. Ukiambiwa mtu mwenyewe ni huyu afanya hivyo, si huyu Nikasema si huyu. Napiga mfano. Ukiambiwa ni huyu anafanya hivi, uwezi ukakubali. Ni Muislamu, swala 5, wala si mtu mbaya wa hivyo, lakini ayafanya hayo. Kwa hiyo onyesha wazi kwamba sisi tunakuja misikitini
Wengine tunahudhuria madarasani, lakini yaonyesha kwamba majumbani kwetu tuna shida kubwa dhidi ya wake zetu, dhidi ya wake zetu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekataza hata ikitokezea mwanamke imebidi umpige, basi anasema usimpige uso. Mwanamke apigwa kwenye makalio, tena makofi, sio bakora. Haya, bakora ukishantoa damu huko, halafu kija ukiona pantutuka pampasuka, si utachukia wewe mwenyewe? Anapigwa makofi, tena makofi yenyewe si makofi yale ya kumuumiza, ni makofi ya mawaddatan wa rahma. Na haya yaumiza zaidi kuliko kimpiga kwa hasira. Tatizo tumeshindwa kusoma tukajua jinsi gani ya kuwasimamia watu. Kisha akasema wala tukabbih, usimkebehi. Ile unampiga kidogo, basi usimkebehi. Kukebehi jamani ni vipi kwa kwenu? Sasa ndalilisha. Oje. Kumpa maneno machafu hivi. Kwa kule kutoshia kukebehi. Kwa mfano umesema maneno makali kisha yeye akakujibu, wewe ukamfanyia ile ndio kukebehi. Sana vile. Shaji. Kukebehi au kuchenjebua. Ndoa wala usimamizi tuliopewa sisi haukusimamishwa kwenye misingi hiyo. Usimamizi tuliopewa umesimamishwa kwenye misingi miwili, mawaddatan wa rahma. Chochote kile kitakachotokea utakachomsimamia, basi msimamie kwa misingi hii miwili, usisahau. Wakati mwingine wanakera, kakasirika, sawa basi anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukiwa huna udhu kaeke udhu, kama umesimama kaa, sawa. Kama umekaa lala, shusha kwanza zile hasira. Na usipende pale pale ulipoudhiwa, pale pale ukataka kutoa hasira zako, pale zinakuwa kali zaidi. Tunaelewana jamani? Tuishi kwenye hii misingi miwili, sawa Kwa anasema fala yatasawwaru fiha, hapa pigiki picha, wala hapa kubaliki kitaratibu kwamba ikiwa watu wataishi juu ya misingi miwili hii kikapatikana kitu ambacho yudhikul mar'ati, kikamtia dhiki mwanamke, haiwezekani. Kwani sasa mwanamke unamtia dhiki? Ikiwa imeshindikana kwamba humtaki tena, mbona imeruhusiwa kuachana? Mrudishe kwao kwa salama na amani, basi ili maisha yaendelee. Mmezaa watoto, watahitaji kulelewa wale. Wanakera na wao sometimes, unaona kusharipuka tu, lakini rudisha morali wako chini, kisha ukumbuke haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Hii misingi miwili, mawaddatan wa rahma, ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na hii ndo imejengwa jamii nzima kwenye misingi hii. Mtu na mkewe, mtu na ndugu yake, mtu na jirani yake, kupatikane mawaddatan wa rahma, tuhurumiane. Kiendelea kuwarehemu na kuwahurumia wenzako, Allah nawe atakurehemu. Ukiwa msusuwavu wa moyo wa kutokuhurumia na kuwarehemu wenzako, Allah nawe atakuacha, utakosa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, sawa au yadrahu karamatiha, au kuvunja ule utukufu wa mwanamke, sawa. Ikawa tena ukamwona hana maana yote, wakati mwanamke ni kiumbe mtukufu, kavunja ile karama yake.
ukamdhalilisha, ukamwona hana maana, ukamdharau. Kuna wanaume wana tabia hii moja si nzuri. Kuzini huwa hawataki kuzini nje, lakini yeye tuweza tukasema azini ndani ya ndoa. Kwa yule siku 4 kamwacha, au yule siku 5 amwacha, akatoa wale mahari rahisi wale, na pengine pesa anazo hata yakiwa ghali, hana wasiwasi. Hili ni kudhalilisha wanawake bila sababu yote ya msingi, unakwenda unamwacha. Kuachana kupo. Wakati mwingine wanawake wanashindwa kubaki kwenye ndoa, unamwacha, wala si tatizo. Ndoa inatakiwa kuwa na maslahi, ndoa inatakiwa kuwa na maslahi ya dunia na akhera. Kiwa hayapo hao, unamwacha. Tunaelewana Kwa hiyo kuacha kupo, lakini lazima tuzingatie taratibu. Anasema Sheikh, innal insan, kwa sababu mwanadamu yuti'u bi ikhtiyarihi, anatii kwa khiari yake. Mwanadamu hasa kutii halazimishwi. Ukijiona kwamba wewe hutii mpaka ulazimishwe, basi una kasoro katika ubinadamu wako. Mwanadamu anatii kwa hiari yake. Sheria zote madhali ni sheria sawa sawa, haiendi kinyume na maamrisho ya Allah, mwanadamu anatakiwa kutii kwa hiari yake. Sio kila siku wewe mtu wa kufukuzana na askari barabarani, vaa helmeti uvai, tafuta road lenses utafuti. Kwa hiyo wewe ukiona wale mbio, mpaka lini? Utajihangaisha, utapata shida bure. Mwanadamu anatakiwa kuishi na kutii kwa hiari yake. Au wewe uswali mpaka uje ukamatwe mikono na miguu, tolewe nje, utiwe maji, ndio unatoka unakwenda unaswali, huku umenuna. Mwanadamu anatii kwa hiari, na Allah ndio maana ametuacha. Ana uwezo Allah subhanahu wa ta'ala wa kutulazimisha, uwezo wanao, lakini ametuacha tuende kwa hiari zetu. Atakapojua nani atafanya kwa hiari yake na nani atafanya kwa kulazimishwa. Wako watu wanatii kwa kulazimishwa na wako watu wanatii kwa hiari zao. Sema walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi. Sawa Kwa ajili ya Allah vyote vinatii na kunyenyekea na kusujudu, vilivyo mbinguni na ardhini, vyote vinamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukasema inakuwaje wakati wengine makafiri? Wote wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala, wote. Lakini kutii kumegawika. Wako miongoni mwao wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala taw'an kwa hiari zao, na wako miongoni mwao wanamtii Allah karhan, kwa lazima, kwa kulazimishwa. Wako hao. Naelewana? Waislamu wale ambao wanakwenda katika taa ya Allah kwa hiari zao na nashat, uchangamfu na mapenzi, wanapenda kwenda kwenye hilo jambo, wanajisikia burudani, wanajisikia starehe kwenda hilo jambo. Tunaelewana? Hawa wanamtii Allah taw'a kwa hiari zao, hawalazimishwi na mtu. Kama ni swala, ukiwa na umeme, hakuna umeme, hachelewi. Huyu anatii kwa hiari yake. Mwingine mpaka kuwe na umeme,
Hakuna umeme ataswali saa 8 saa 9. Kwa nini adhuhuri tayari? Saa 8:30 yakuja. Kwa nini adhuhuri tayari? Maana hakuna umeme, hakusikia adhana. Kwa hiyo ina maana wazi kwamba kwenye akili yake lile jambo halipo. Mtu ambaye kwenye akili yake jambo lipo huwa hahimizwi, bali yeye anajihimiza na kulihimiza lile jambo lenyewe na kulifikiria na kuliwaza na kuliangalia bado muda. Tunaelewana? Unaonaje ikiwa iko mechi ya timu yako? Unaonaje? Kuna mtu yote anakuja kukuamsha na kukupigia makelele, bwana mpira ushaanza. Unatoka mapema. Kama inachezwa Amani, basi saa 10 mpira wachezwa saa 4. Watu washajaa uwanjani tawan kwa khiari zao, halazimishwi na mtu. Tunaelewana? Hawalazimishwi na mtu, lakini swala mpaka wasikie adhana, na hivyo wakisikia adhana atakuja kwenye ikama au raka ya pili. Huyu anamtii Allah lakini karha. Tunaelewana? Na makafiri wao wanamtii Allah lakini karha. Makafiri wanalala, makafiri wanakula, makafiri wanavaa nguo, makafiri wanakunywa, makafiri wanafanya kila kitu, wanakwenda chooni. Aliyepanga nidhamu ya mambo haya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye aliyepanga nidhamu ya mambo. Taratibu za maisha kapanga yeye. Kwa hiyo na wao lazima wataenda chooni. Anapokwenda chooni amemtii Allah jalla jalal, lakini karha, kwa kulazimishwa. Hajenda tawa. Muislamu akienda chooni atakwenda tawa, maana yeye ni Muislamu, anamtii Allah kwa kila kitu. Na uko chooni akenda atazingatia taratibu za kwenda chooni, jinsi gani ya kuingia, jinsi gani ya kutoka, na akifika kule chooni jinsi gani ya kujisaidia, na akisha kujisaidia afanye nini, atamsikiliza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa kutii. Kwa nini? Kwa khiari, wa bikulli sururi, tena na kwa kila uchangamfu na furaha. Jamani, hii ni amali, ni sharti katika kukubaliwa amali. Utii kwa hiari yako, tena iwe unatii kwa kufurahia lile jambo. Sio unatii huku unatukana. Hapa tukiambiana jamani, kuna sadaka hapa, mtoe sadaka, mwingine ashanuna tayari kila siku, au sio? Jambo hili halitaisha mpaka uingie kaburini, na unatakiwa utoe sadaka mpaka kushengia kaburini uendelee kutoa sadaka. Ndio utaratibu. So ukafikiria kwamba mimi kishaondoka ndo nishaondoka. Unatakiwa ushaondoka, lakini iwe unaendelea kutoa sadaka. Wewe ni mayit lakini unaendelea kutoa sadaka. Ndio utaratibu. Ili uendelee kutoa sadaka, basi fanya kitu ambacho hata kama ukiwa kushakufa wewe, huku nyuma kitakuwa kile kitu kinaendelea katika khairi, utaambiwa wewe unaendelea kutoa sadaka. Kwa hiyo mtu atakiwa kufanya hivyo, kutii kwa hiari na kwa kufurahia lile jambo. Kama wewe unakuja msikitini kuswali, ule kuswali ufurahie, uone ni starehe, uone wewe hutaki kutoka katika ibada yako, ndio ibada yako itakubaliwa. Sawa wa sadiqihi, na pia bisururi sadiqihi, kwa kufurahia kila furaha na yule rafiki yake almukhlis, aliyekuwa amemchagua mwenyewe, almuhibba lahu, anayependeza kwake yeye. Ikiwa mwanadamu atii kwa khiari,
na huyo anayetakiwa kumtii ni rafiki yake, rafiki aliyemchagua mwenyewe, anampenda. Tunaelewana? Bal lakini wayafrahu idha sara raisan lahu fi dairati min dairi dawla, atafurahia pale atakapokuwa kiongozi anamsimamia, maana ni rafiki yake, amemchagua, ni mwandani wake. Basi atafurahia akiwa ni kiongozi yule, fi dairati, katika nyanja min dawairi dawla, katika nyanja za usimamizi wa dola au nchi. Ikiwa yeye atakuwa rais, basi atamtii zaidi. Kila mmoja hapa anaompenda na anatamani awe rais huyo, au sio? Mpaka mwingine anaweza kusema tutakula udongo lakini bendera ipepe, au sio? Na mwingine na yeye hata akaona pamefanywaje, yeye hakubali kwamba hii ni maendeleo kweli, madhali hajafanya fulani, ni lazima fulani awe ndo rais, maana ndo ampenda, mapenzi yake yako hapo. Tunaelewana? Kwa hiyo kila mmoja atakuwa naye rafiki yake aliyemchagua, anampenda huyo, na yeye atakuwa anafurahia akiwa yeye ni kiongozi lahu kwake yeye, fi dairati min dawairi dawla. Fa kaifa alhali bi riasati zawj wa qawamatihi ala zawjatihi, basi vipi hali bi riasati zawj, kwa ule uongozi wa mume, wa qawamatihi, na usimamizi wake, ala zawjatihi, dhidi ya mkewe. Huyu mwanamke alikubali kuolewa na bwana fulani, mpenzi akampenda, au sio? Wakachati sana, wakazungumza sana, wakapanga sana, hasikii haoni, pengine ikapelekea kugombana na wazee wake kwa sababu ya Salu, au sio? Ampenda Salu, hasikii mtu yoyote. Sawa, sio Salu wa msikitini kama yumo. Sasa vipi asifurahie usimamizi wake, kwamba mimi sasa nitakuwa ndo rais wako humu ndani? Tunaelewana? Mimi nitakuwa ndo kiongozi wako humu ndani. Vipi asifurahie hilo jambo? Na unatakiwa kumuelewesha mwanamke kwamba sio tu mpenzi wako mimi, sasa hivi ni mpenzi wako, lakini pia ni rais wako mimi ndani ya nyumba hii. Mimi ndo msimamizi wako. Na ile siku ya mwanzo unatakiwa kumuonyesha hivyo. Baada ya kushakumuingiza kule ndani, kabla ya chochote, mswalishe rakaa 2. Ajue wewe ni imamu wake, wewe ukae mbele, yeye akae nyuma. Ukimaliza kumswalisha rakaa 2, kisha umpe khutba, sio ile uliyopewa na shekhe. Umpe khutba yako wewe yeye pale, umuonyeshe misimamo yako pale. Mnanitazama maana mjafanya hata siku moja. Nyinyi mnachojua mshaingia ndani, shangia ndani. Vipi sio ushaingia ndani? Shangia ndani bwana. Shaoa. Basi. Mswalishe rakaa 2. Baada ya rakaa 2 kuna khutba, mpe khutba pale, ndo umpe khutba mpya. Unayo hiyo khutba wewe mwenyewe atakapewa. Umeoa tu basi, ndaoa na mimi ndaoa. Hebu nayo hiyo khutba ya kumpa huyo mwanamke baada ya kushakuwa umemoa, umemswalisha rakaa 2, kisha ukampa khutba, unayo? Wewe ndugu zangu, tusomeni.
kusoma hatutaki. Tuko Kwa hiyo huyu umjuilishe kwamba sio tu kwamba mimi ulinichagua kama mpenzi, sasa mimi ni raisi, mimi sasa ni msimamizi. Hutatakiwa kufanya jambo lolote bila ya amri yangu mimi. Hutatakiwa kwenda mahali popote bila ya ruhusa yangu mimi. Sasa kama unanipenda kweli, unatakiwa kutii haya. Tunafahamiana? Naam. Wama bainahu wa baina zawjatihi, na yale yaliyo kati ya mwanamme na mkewe, minal mawaddat wa rahma, katika mapenzi na kuruhumiana, wal ikhlasi, na kuchaguana, kusafiana nia, kuwa na tabassam, kuwa na uchangamfu wote wawili, wa hirsi ala ma yanfa'u tarfaini, na wote wawili kuwa na pupa kuyasimamia mambo ambayo yatawapa manufaa wote wawili, mwanamme na mwanamke. Mala nisbatun bainahu wa baina sadiqaini mukhlasaini. Sawa? Ma la nisbatin, yale ambayo hayana mnasaba, bainahu, kati ya yeye mwanamme, wa baina sadiqaini, na kati ya marafiki wawili hawa mukhlisaini, waliokuwa wamechaguana. Inna ba'dha an-nas, hakika ya baadhi ya watu, yusari'una, wanakwenda huku na huku, wayunkiruna haqqa zawji, wanazipinga haki za uke na uume, wanapinga fi qawamatin ala zawjatihi, kwenye usimamizi wa mtu kumsimamia mkewe. Wayughiruna sadri almar'ati, na wanakwenda wayughiruna sadra almar'ati ala tamarrudi ala hadhihi taqwa, na wanakwenda kuchochea sadra almar'ati, kwa upande wa wale wanaume wanawake, wanachochea ala tamarrudi hadhihi alqawama, katika jambo la kufanyia jeuri huu usimamizi, katika jambo la kuupinga huu usimamizi. Allati usimamizi ambao yusammunaha ubudiyya, wao wanaita kwamba ni utumwa. Wako baadhi ya watu wanakwenda kuwachochea wanawake wakatae usimamizi, kusimamiwa na wanaume. Mayahudi katika sehemu ambayo wametupiga na wakatumaliza ni hapa kwenye ndoa. Hii sehemu wametumaliza, wametuvuruga uvurugaji uliokuwa mkubwa. Tuna haja ya kwenda kukaa chini sana na kuzirekebisha ndoa zetu sana 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 sana. Wamewafanya hivyo wanawake waone kwamba kule kutawaliwa na mwanamme ni utumwa. Kwani wewe mtumwa bwana? Wewe si mtumwa bwana, wewe mtu huru bwana, wewe una akili zako bwana, wewe una mambo yako bwana, una umiliki wako wewe. Basi anatoka mwanamke na yeye anatafuta umiliki wake, anatafuta kazi. Kishafika muda wa kuolewa, miaka 20, 22, kuolewa hataki, anasoma, yuko diploma. Miaka 22 yuko diploma, akimaliza diploma anatafuta digrii 3 tena 25. Digrii ya kwanza, akimaliza digrii ya kwanza ataka ya pili 3 tena 28. Akimaliza 28 3 tena anakuambia sasa nataka nitoke nje ya nchi, nimepata scholarship ya kwenda China, pengine miaka 7. Huyu aoleka tena? Mayahudi wametutengenezea mazingira hayo ya kuwafanya wanawake kwamba ni watumwa. Sisi tunapowatawala katika majumba na kuwasimamia, sio tu Uislamu, ni utumwa. Wamewafanya hivyo. Kwa hiyo mwanamke hataki kusimamiwa, anakuwa na jeuri, hataki kusimamiwa.
Ukitaka kumsimamia ni vita. Tulisema katika darasa zilizopita hapa kwamba hata majumbani mwetu usimamizi pia haumo. Wanawake wao ndio wanaongoza nyumba, kila kitu wanafanya wao. Nje kwenda baba analala ndani, wakati mwingine hata haendi kazini, yupo ndani kalala. Basi mwanamke ndo analazimisha kutoka nje aende akafanye matumizi ya kuleta vifaa ndani ya nyumba. Maana wao wanaona kule kuambiwa wewe kaa ndani, mimi nitaleta kila kitu, wao wanaona huu ni utumwa. Mayahudi wamewafanya waone hivyo. وهذا الاتجاه من هذا البعض, na upande huu kwenye baadhi ya mambo haya la yajuzu fi shar'i, haijuzu katika sheria. La yajuzu fi shar'i Allah, hayajuzu katika sheria ya Allah. Wakad yakunu kufran, na inawezekana ukafikia mahala ukawa kafiri. Kupinga mwanamke, kupinga kusimamiwa na mwanamume ndani ya nyumba, inawezekana akafikia mahala mwanamke akawa kafiri. Na ndiyo maana yule mama aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa tena hata hawezi tena kumtii mumewe na kusimamiwa na mumewe, alikuja kwa Mtume akamwambia, inni akhsha al-kufra fil islam, mimi nachelea Rasulullah kuishi kuwa kafiri hali nimo ndani ya Uislamu. Mume wangu fulani simchukii kwa tabia yake wala dini yake, lakini nachelea kuwa kafiri hali nimo ndani ya Uislamu. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amemuelewa. Baada kwamba amemuelewa, akamuuliza, je, utarudisha mahari ya uliyoolewa? Akamwambia, ndiyo nitarudisha. Kaambiwa rudisha. Akarudisha, kisha akaitwa mumewe, akamwambia Mtume, akamwambia talikha, mpe talaka huyo. Kwa sababu kuendelea kuishi kwenye ndoa ambayo huwezi tena kumtii mwanaume, hukubali usimamizi wake, ni ukafiri. Na uwezi mwanamke kwenda janna tena uwe unampenda, unamtii, unakubali usimamizi wake kwa moyo wako na uso wako. Sio unakubali kwa uso tu, kwa mdomo tu, kwenye moyo unamtukana. Tulitoa kisa cha Ramia katika Israiliyati zilizokuwa muhimu. Ramia alikuwa anampenda mumewe Amuni bin Kulusa, alikuwa anampenda. Akiitwa tukashaitikia, kila kitu alimfanyia, mpaka Amuni bin Kulusa akachanganyikiwa kwa mapenzi ya Ramia. Ramia alipokufa, Amuni alichanganyikiwa, akaenda akalala kaburini, akasema, hapa siondoki mpaka na mie nife, tuzike pamoja humu kaburini, siondoki hapa. Watu wakamalizana saa zote, alishindwa kuondoka. Maana anaona sitapata tena mwanamke ambaye atanipenda kama alivyokuwa ananipenda huyo, siwezi kupata. Mpaka siku moja akapita Nabiullah Isa alayhi salatu wasallam, akamwambia, mbona uko hapa wewe? Akamwambia, akampa ile kadhia 1 2 3. Akamwambia, basi mimi niko tayari kumrejesha, nitakurejeshea mimi, nitamfufua mimi. Nabiullah Isa alayhi salatu wasallam, Allah alimpa uwezo wa kutibu mpaka maiti wakapona. Unaelewana? Na wazee wakawa vijana. Daktari wa aina hiyo hakuna dunia mpaka dunia itaisha, Huyo alikuwa daktari wa aina yake. Ndio alivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtume anapompeleka kwa watu, humpeleka kwa design ya juu zaidi kile alichokuwa nacho wale watu. Isa alitawala waganga, alitawala madaktari. Allah akampa udaktari ambao wao madaktari wale walikuwa hawana, ili waweze kujua kwamba udaktari wa huyu si wa kibinadamu. Akamwambia, mrejeshe kama unaweza. Isa akapiga bakora kwenye kaburi ya Ramia, akamwambia, kum biidhnillah. Akatoka Ramia.
alipotoka, wanasema wasimuliaji, ametoka ana silsila za moto, kafungwa silsila za moto. Akaulizwa, haya ilikuwaje wewe na mumeo, ulikuwa unampenda? Akamwambia, nilikuwa simpendi wewe, mimi nilikuwa na hectic, mimi nilikuwa naigiza tu, simpendi chochote. Huyu ilikuwa mimi haniiti, ila namtukana kwanza ndani ya nafsi yangu, alafu ndo naitikia. Mimi nilikuwa namtaka huyu, mimi nataka kuolewa na maskini huyu. Huyu maskini sio kuolewa mimi huyu. Lakini nilikubali kuolewa na yeye, mimi nilikuwa na mambo yangu nataka kufanya. Ningeolewa na tajiri nisingeyapata mambo yangu. Alichanganyikiwa Amoni. Akauliza, haya vipi? Arudi asema, basi kama hali ni hiyo, basi mwache tu aendelee na safari yake. Wawe makini sana wanawake, sio wamchukia mwanamume ndani ya nafsi halafu wafanya kama wampenda, utakwenda jahannam. Kunjua moyo wako, ukiona huwezi tena, hiyo ndoa haikufai, toka, usalimishe maisha yako ya baadaye. Tunaelewana? Wakati yakunu kufran idha asarra alayhi al-insan, pale atakapoendelea mwanadamu, li'annahu musadimatun linnusus ash-shar'iyya, kwa sababu kufanya jambo hili ni kupingana na dalili za kisheria ambazo zimekuja katika Uislamu, kama annahu yadulu ala jahalati sahibuhu, kama vile inavyoonyesha ule ujinga wa mtu mwenye tabia hizo, au hawahu, au anafata matamanio, au iradatihi su, au matakwa yake yaliyokuwa mabaya, wa shari na shari, bil mar'ati, dhidi ya mwanamume, dhidi ya mwanamke, au raghbatihi fi tafkiki al-usra wa isha'ati al-fawdhi fiha, au mapenzi yake katika tafkiki al-usra, kuharibu familia, wa isha'ati al-fawdhi fiha, na kule kueneza kuonekana kwamba hii ndoa usimamizi ni jambo la ovyo, ni jambo ambalo katika jamii halina maana, ni fawdhi, ni bure tu, kila mmoja anaweza kujisimamia mwenyewe, sio lazima mtu asimamie. Mayahudi wao wanaona hivi. Kullu hadhihi al-umur, yote haya nataiji lazimatu lid-da'wa ila tamarrudi al-mar'ati ala qawamati zawji. Yote haya ni faida, nataijun, ndiyo faida lazimatun ambazo zapatikana lid-da'watin ila tamarrudi, zenye kupelekea mwanamke kufanya tamarrudi. Ad-da'watu zinapelekea ila tamarrudi al-mar'ati, kufanya tamarrudi, kufanya jeuri mwanamke, ala qawamati zawji, katika jambo la kusimamiwa na mwanamume. Ikiwa pia mwanamume wenyewe na yeye atakuwa anamsimamia mke huyo katika njia iliyokuwa sio ya sawa sawa, basi mwanamke atafika mahala na yeye atakuwa sasa hakubali tena. Ndio kama hivyo mwingine anakuja anasema, akinipiga na mimi siku hizi tunapigana, na mtapigana kweli. Toka alikuwa anakuogopa mpaka sasa hakuogopi tena, kwambia sasa ukinipiga tutapiga. Na hawa watu hawa, uwe makini ukiwapiga piga ovyo. Hawa wao mapigo yao wanakupiga kwa siri, shekhi, wakusubiri ushalala. Hadi uwe makini mtindo wako wa kupiga piga hawa watu hawa hawaogopi. Sawa? Watu wenyewe akili zao kama tulivyozisoma. Sawa jamani? Tumesoma akili zao zikoje? Sawa chache. Kuna klipu moja nimeiona, nasema mwanamke mmoja amwambia mwenzake, mimi nimekuja huko kwa sababu nimemuoa mume wangu. Alinipiga, baada ya kunipiga na mimi nikamdea usingizini, nikampiga chopa ya kichwa, nikamuoa, nimekimbia.
polisi wananitafuta. Hao ni shida kufanya kitu kama hicho, au kukutia maji ya sikio ya moto, hao ni shida, na washafanya mengi. Hawa wa sasa hivi ndio hatari zaidi. Wale wa zamani kidogo ilikuwa afadhali, hasira zao zamalizia kwenye mazungumzo. Wa sasa hivi wanafanya vitendo. Hujampiga wewe akupiga, yeye ukimpiga. Kwa hiyo utakapokuwa unamsimamia kwa ovyo, ukamsimamia kibri, ukamsimamia kwa kumdhalilisha, kinyume na mawaddatan wa rahma, ukiunganisha na haya waliotiwa katika chuki na Mayahudi ya kuonyesha kwamba kusimamiwa ni utumwa, basi wanawake watakuwa watawaliki. Na nafikiria tukiangalia tu mazingira tunaona wenyewe, yako wazi kabisa. Wewe ushangai mtu anamruhusu mtoto wake wa kike mwari miaka 20 aende akafanya kazi Oman, aende akafanya kazi Dubai, aende akafanya kazi Ulaya. Mtoto wa kike mwari, una malengo gani wewe? Tena wakati mwingine baba mtu anatoa ruksa hii, mwenyewe ana kipato cha kutosha. Mtoto mwari, dunia haijui, hawezi makurubuko, unampeleka eti akafanye kazi kwa watu asiojuana nao, hana msaada. Hivi zimeletewa mmoja pale, kaletwa pale, karudi mwari kama chizi, kakutana na vitu vya ajabu, hawezi kubeba vile vitu, karudi kama chizi hapo. Niko naye pale natibu, ati unatibu hapo, unatibu nini? Upumbavu moja kwa moja. Basi tu unakuja pale unampa sukari kidogo, upuuzi mambo mengine. Unamtia japo drip ya maji ya chumvi, kwa sukari kidogo, sukari ni tamu ile, sema dawa nzuri. Pumbavu hapo. Wewe mtoto mwari unamruhusuje mtoto mwari? Naambia mama yake, sasa unasemaje? Sema basi tena sije kwenda tena. Sije akaenda tena. Si bora kukosa basi ikajulikana kwamba mmekufa njaa kwa sababu nyinyi maskini? Basi wewe mama unampeleka mtoto mwari? Huu ni uchawi kidogo. Si uchawi sana. Fayajibu, basi itakuwa ni wajibu, antamna'u kama yamna'u ayu shay'in dar, kuzuiwa jambo hili kama ambavyo inawajibika kuzuia kitu chochote ambacho kina madhara. Sawa? Katika kaida za kifikiri zinasema la dharara wala dhirara. Sawa? Na kaida nyingine inasema ad-dharara yuzal. Sawa? Madhara lazima yaondoshwe, na ili jambo linatudhuru, linatula. Wanawake hawatawaliki. Mwanamke hawe na bosi wawili bwana. Kabisa mwanamke hawe na mabosi. Ana bosi skuli, kisha ana bosi wa nyumbani mumewe. Nasema basi wasisomeshe. Nani wasisomeshe? Baki nyumbani. Ana bosi ofisini, tena bosi kasema piko isije katoka. Sasa kama piko isije katoka, hizi pesa za kutia piko atoa nani? Na rangi ya mdomo iwe ipo kila siku. Wewe mkeo yako kwani kazini, kuanzia siku saa 1 mpaka saa 9 jioni kazini, akutana na wanaume wangapi? Basi angalau hiyo kusomesha, afadhali angalau.
Lakini mwanamke ni mtu wa kubakia nyumbani, ndo sheria. Pana kutoka, akitoka kwa dharura maalum na muda maalum arudi nyumbani. Mwanamke siku hizi mambo kusaidiana. Nani kasema mambo kusaidiana? Nani alosema mambo kusaidiana? Mwanamke wasaidia mwanamme kutafuta kijio. Makijio kijio. Mapengine kijio wa kijio. Kuna kisabeho, kuna na kijio. Kisabeho kile cha mchana kile cha saa 7 pale. Sawa? Wewe ujui. Kisabeho ni mchana pale saa 7 saa 8. Kijio saa 3 za usiku. Wala. Ndio kijio. Ujui. Sio Mpemba sana. Fayajibu, shekhe anasema ni wajibu antamna, kuzuia, kama yamna ayu shay'in dhara, kama ambavyo chazuiwa chochote kilichokuwa kina madhara. Jambo hili la kutiwa chuki wanawake wachukie kusimamiwa, jambo hili lizuiwe. Tupambane. Tunaelewana? Hata kama watafanya hizo kazi, maana kwa sasa hivi kulizuia hiyo ni shughuli. Sawa? Wala haliwezekani. Haliwezekani. Maana hapa tunazungumza kama simie wewe mtoto wako atafuta diploma wa kike. Kweli kweli? Hapa tunazuiaje? Kama wewe kushatumia karibu 2,800,000 miaka 3 atafuta diploma. Halafu waje aolewe amwambia mwanamume ndo kwa ndani, wewe unakubali? Baba wewe unakubali? Ukubali Basi ni gumu kulizuia. Na ndiyo maana nikasema na narudia, dola ya Kiislamu sisi hatuiwezi. Wala dola ambayo itakuja kutukataza mapenzi yetu sisi hatuiwezi. Hatuiwezi. Kuna watoto wao walevi, wezi, wanapiga watu wakiwaibia. Akikamatwa akapelekwa polisi, saa 6 za usiku wanazungumza, polisi yuko anatoa pesa mtoto wake atolewe. Huyu ataweza dola ya Kiislamu? Huyu ataiweza dola ambayo itamzuia mtoto wake asitoke? Tumeona Kongo wale vijana, tumeona kule, baada ya kuhukumiwa kupigwa risasi, wazee wao wametoka barabarani wanalia, kina wakijipigana chini, watoto wetu wanaonewa. Wale sio wezi, wale ni majambazi. Wewe unamkamata mtu unamkata mkono, unamkamata mtu unampiga panga la kichwa kwa kuchukua simu ya 200,000. Wewe ufanye nini? Lakini mtu atayafanya hayo, mpeleke pale Kwerekwe, kesho wamuona yule pale. Watu wanafanya matukio mazito, matukio makubwa mno, lakini akasukumili wamuona huyu. Hata si mtu wa kutoka, anatoka. Kwa sababu sisi ni wakorofi. Wewe unaona raha mtoto wako akipiga watu, akiua watu, akiibia watu, yeye asijeguswa. Hao wengine hawana thamani. Na wapongeza sana wa Kongo wale. Watatia akili sasa wengine. Watatia akili. Ile ndio inatakiwa. Ndio sheria. Hata kama hamtafata kitabu chote, lakini kuna mengine ikibidi mnafata. Na sisi tufuate japo kidogo. Wapo kama wale hapa au hawapo? Wapo. Watu hawana raha mitaani. Mchana wanapita wanaiba. Tena wanakuja tulieni. Wana mapanga wanayo.
wanachukua TV, wanachukua DVD, wanachukua wanaondoka. Mchana wanakuja. Ukijitikisa panga la kichwa, huyu afanye nini yeye? Lazima tuzuie. Sawa Sheikh anasema wa antasbir almar'atu almuslima, na aweze kusubiri mwanamke wa Kiislamu bidhalali hadha alqawl, kwa upotevu wa maneno kama haya, wa dhararihi, na madhara yake yanayopatikana katika jamii. Mwanamke wa Kiislamu atakiwa aachane nayo hayo maneno hayo, kwamba labda kutawaliwa ni utumwa, mimi natakiwa nitoke nikafanya hivi. Haya maneno mwanamke wa Kiislamu atakiwa apuuze, aachane nayo. Ni maneno ya hatari sana. Waqad yakunu min nafi'in, na inawezekana katika manfaa, an nadhkuraha hadha alba'dhi, tuyataje baadhi yake minanas katika watu, anna mulkatil Inglizia, hakika ya ufalme wa Uingereza, indama zawajat, pale ilipokuwa akitakaolewa, saalaha alkahinu, huulizwa na kuhani. Kuhani wa hapa ni wale wasimamizi wa ndoa, sio kuhani yule tunamjua sisi yule anaochagawa. Sio yule hapa ni yule anayesimamia ile ndoa, labda kwa lugha ya sisi ya tunaweza tukaita shekhe. Sawa huulizwa kabla an yajri taqusi diniya, ndio kabla an yajri, kabla haijapitishwa taqusi diniya, zile taratibu za kidini, la akdi nikahi, kwa ajili ya kufunga ndoa. Saalaha, humuuliza, hal tuti'ina zawji, wewe unataka kuolewa, utamtii mumeo? Kuhani anamuuliza mwanamke. Qalat, akisema naam, ndio nitamtii, basi hapo anaolewa. Sawa Akisema simtii, haolewi. Tunafahamiana? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwauliza vile vile na yeye. Kipelekewa mtu anataka kuolewa, anamuuliza, unaweza wewe ndoa? Unamuweza mume wewe? Pepo yako na moto wako huu. Wengine shehe walikuwa na ghairi. Mtume alikuwa anawapiga maneno mpaka wana ghairi. Na wengine walishaingia, ndio kama yule mama akatoka. Sawa. Wa min hadha kulli, na kwa haya yote, yatadhihu, yakawazi, likulli munsafu, kwa kila aliyekuwa ana insafu, kwa kila aliyekuwa ana nia safi, kwa kila aliyekuwa roho yake iko vizuri, anna qawamati azawj, kwamba hakika ya ule usimamizi wa mume ala zawjatihi, dhidi ya mkewe, wa majaa bihi ash-shar'i, atakubali kwamba ni ile iliyokuja kwenye sheria. Wa yukirruhu al-aqli salim, na inakubaliwa mpaka na akili iliyokuwa ya sawa sawa, maana kuna akili nyingine sio za sawa. Mwingine akipinga kwamba wanaume na wanawake sawa sawa tu bwana, na wanawake na wao wanaweza, au sio? Huyu akili yake kidogo inakuwa haipo sawa. Akili iliyokuwa sawa sawa, lazima akubali mwanamke kwamba hawezi kuwa sawa na mwanamume hata siku moja, hata siku moja. Si katika uongozi, si katika nyumba, si katika chochote kile, hawezi kuwa sawa. Lazima watatofautiana. Si akili, si dini, hawawezi kuwa sawa. Lazima watatofautiana mwanamke na mwanamume. Hili yakubalika katika sheria, na akili zilizo salama zinakubali hivyo. Tunaelewana wa yathbiquhu al-bashari, na ina mafungamano kabisa
na utu na viumbe. Fa'ala almar'ati, ni wajibu wa mwanamke basi almuslima wa Kiislamu, wal mudrikati almaslahatiha, na yule ambaye anataka maslahi yake, an tuti'a zawjaha, amtii mumewe, fil ma'rufi, katika mambo mema. Maana na huko kutii sio kutiiwa tu, kutiiwa katika mambo mema. Na wewe mwanamume anatakiwa anapoamrisha, kama tulivyopita, aamrishe kwenye misingi miwili, mawaddatan wa rahma. Sio anaamrisha katika mambo machafu. Akiamrisha katika mambo machafu anaasiwa. Mwanamke hatatakiwa kukutii ukimwambia avue nguo atoke nje. Ukimwambia asiswali, mwanamke hatakiwi kukutii. Lolote baya ukimwamrisha, mwanamke hatakiwi kukutii. Sawa amtii fil ma'rufi, kwenye mema. Fa inna amraha bil ma'siyati, kwa sababu amri yake katika maasiya, wajaba alaiha, inawajibika kwa mwanamke huyo, an ta'sihi, amuasi huyo mumewe. Liannahu, kwa sababu hali ilivyo, la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe ukamuasi aliyeumba. Haizingatiwi ni nani kiumbe huyo. Sawa hakuna kumtii kiumbe ukamuasi aliyeumba. Lazima umtii aliyeumba. Kwa hiyo kiumbe akikuamrisha maasi, utakiwa kumtii, natakiwa uachane nayo hayo maasi. Akiwaamrisha jambo zuri, basi utakubali na utalifanyia kazi. Na ukilifanyia kazi, unakuwa umeifanyia kazi sheria, umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Unaelewana na kuna mtu hajaelewa, tuache hapo. Anakurithi, atakurithi mwanao yule. Sawa, wewe si uko naye kwenye ndoa wewe mwanamke, basi mwanao sawa, na achepuke mpaka afike kule juu ya mtwiko, lakini mwanao. Kwa hiyo atakurithi, utamuozesha, kwa sababu yule kazaliwa ndani ya ndoa yako wewe. Mimba tu nimepatikana huko nje, ndio utaratibu. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema, yule mwanamke yeye hata harufu ya pepo hatoisikia. Sawa, mwanamke yoyote aliyechukua mtoto wa nje akamuingiza ndani ya ndoa, akampa mume, akamwambia mwanao huyu, hali anajua kwamba huyu si mwanawe, hata harufu ya pepo hataisikia. Lakini yule atakuwa na wajibu, ni mwanae, kwa sababu kamuoa. Labda yule mwanamke atakapomthibitishia mume kwamba huyu si mwanao, hapo sasa ndio kuna kesi nyingine za kwenda kwa kadhi. Sasa kadhi atakwenda atatoa hukumu. Lakini akimwambia bwana mwanao, basi mwanao. Ndio Umar bin Khattab radhiallahu anhu aliposema kwamba mimi namjua zaidi Mtume Muhammad kwamba ni mtume kuliko mwanangu. Maana mwanangu mamaye kaniambia kwa mwanangu sina uhakika, lakini mtume nina uhakika kwamba yeye ni mtume. Sawa. Na hakuna zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhana rabbil izzati wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.